Karibu katika simulizi mpya, tamu ya mama mwenye nyumba. Kuna wakati maisha yanaweza kukulazimisha kutulia sehemu usiyotegemea, sehemu inayoweza kuwa rahisi kwa wengine, lakini kwako ikawa mwanzo wa safari ya hatari. Hapo ndipo maisha ya Dani, kijana wa miaka 25, yalipoanza kuchora ramani mpya ya matamanio, hisia na majaribu yasiyo na mfano. Ilikuwa yapata majira ya jioni. Jua limeanza kutua taratibu. Anga linaelekea rangi ya waridi iliyochanganywa na machungwa. Dani alikuwa amebeba mfuko wa nguo zake aliyotumia kwa miaka 2 sasa, pamoja na begi dogo la mgongoni lililokuwa na laptop na daftari la kumbukumbu zake. Karibu katika simulizi hii mpya kabisa, simulizi yenye utamu na hisia kali, tamu ya mama mwenye nyumba. Langu jina ni Mr. A Romantiki, kutoka hapa Simulizi TZ. Tafadhali usisahau ndugu msikilizaji kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Tusonge katika mwanzo huu wa kusisimua. Basi Dani alisimama mbele ya geti kubwa la chuma lenye rangi ya kijani kibichi lililozungukwa na ua wa maua mekundu yaliyokuwa yamelala taratibu, kama vile kulikuwa na uchovu wa jua kuwaka mchana kutwa. Akatikisa mlango wa geti taratibu. Mlio wa chuma ulivutwa polepole ukasikika. Kabla hata hajapiga hodi, mlango wa mbele wa nyumba ukaachana kidogo. Halafu sauti laini na ya kike ikasikika. Njoo tu ndani kijana. Milango yetu haijawahi kuwa ya kuwakataa waliochoka. Dani alibaki kidogo akishangaa. Hakutarajia mwanamke wa makamo yale awe na sauti ya kuvutia kiasi kile. Aliingiza mguu ndani polepole, akakanyaga kwenye vigae vilivyooshwa vizuri, kana kwamba nyumba hiyo haikaliwi na mtu yoyote yule. Geti lilifungwa taratibu na yeye mwenyewe, kisha akatembea kuelekea mlango wa mbele. Alipokaribia, macho yake yakakutana na sura ya mwanamke aliyekuwa akimwangalia kwa tabasamu la kupendeza na la bashasha, lakini lenye ujasiri wa hali ya juu. Alikuwa ni Madam Leticia, mwenye nyumba, mwanamke aliyebarikiwa sura ya kuvutia, umbo lililokomaa vizuri tena barabara, ngozi ya kahawia yenye mvuto wa asili, na macho marefu yaliyovutwa kwa maskara hafifu tu. Alivaa dela la kisasa lililomkaa kisawasawa kabisa, huku mabega yake yakiwa wazi kidogo. Karibu sana kijana. Wewe ndiye Dani bila shaka, si ndio? Aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye amri ndani yake. Ndiyo madam, ni mimi, Dani alijibu kwa heshima kubwa, akiinamisha macho kwa aibu. Umefika nyumbani sasa, pumzika kwanza, alafu tutazungumza mengine. Dani aliingia ndani na mara akajikuta kwenye korido yenye vigae vyeupe, kuta zilizopakwa rangi ya krimu na picha kadhaa za sanaa ya Kiafrika zilizopamba vizuri nyumba hiyo. Harufu ya manukato ya vanila ilimkaribisha barabara, pamoja na hewa baridi kutoka kwenye feni kubwa iliyowekwa ukutani. Madam Leticia alimtangulia kuelekea upande wa kulia, akafungua mlango mmoja. Hiki ndicho chumba chako. Kitanda cha futi 5, kabati, meza ya kusomea, feni na soketi ziko nyingi. Kitu kimoja tu, kuna sheria. Dani akainua kichwa haraka ili apate kujua. Usiwe mtu wa fujo, usilete wanawake, na usiwe mtu wa kuchungulia watu. Kauli hiyo ya mwisho ilimfanya Dani akwame kidogo. Alijaribu kucheka, lakini Leticia hakumtazama machoni. Alisema hivyo kwa sauti ya kawaida, lakini ujumbe wake ulikuwa mzito. Nimekuelewa madam, Dani alijibu kwa heshima, tena kwa heshima thabiti. Karibu, ukiwa na shida yoyote, chumba changu kiko upande wa pili.
usijali kuuliza. Leticia aligeuka na kuondoka kwa mwendo wa kupendeza, akionyesha umbo lake kwa namna isiyo ya kujitahidi, kama mwanamke anayejua thamani yake. Dani alijikuta akimwangalia vizuri tena kwa uchu na tamaa, japo kwa sekunde chache tu kabla hajafunga mlango na kuanguka kitandani kwake kwa uchovu. Saa 4 usiku Dani alikuwa kitandani, macho yake yakiwa hayajafumba bado. Moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa hofu, furaha na swali moja kuu: kwa nini yule mama ana mvuto namna ile? Alishtushwa ghafla na mlio mdogo wa chozi kutoka upande wa pili wa ukuta. Kilikuwa kama kilio cha mwanamke aliyejinyosha na kusikiliza vizuri. Kilio kilikuwa cha mtu aliyekuwa anajizuia, ni kama mtu anayepambana na hisia zake mwenyewe. Alitaka kupuuza, lakini moyo wake ulimsukuma kwenda kugonga mlango wa Madam Leticia. Aliposogea mlangoni, mkono wake ulikuwa kabla haujagonga. Kilio kilikuwa kimenyamaza. Hakuweza kuvumilia zaidi, akagonga taratibu. Madam, samahani, umeumia? Nimesikia kitu. Kulikuwa na kimya. Kisha mlango ukafunguliwa kidogo. Leticia alitoka bila kusema kitu. Alikuwa amevaa kitenge kidogo tena kifupi, na kifua chake kilikuwa wazi kidogo. Macho yake yalikuwa mekundu. Kweli hakika alikuwa analia. Samahani kwa kusumbua, ni usiku tu mbaya, alijibu kwa sauti ya chini. Sijui naweza kukusaidia tafadhali? Dani aliuliza. Sidhani kama unaweza kijana, lakini asante kwa kujali. Dani aligeuka kuondoka, lakini kabla hajachukua hatua tatu, Leticia alimuita kwa sauti ya pole. Subiri kidogo. Alimkaribisha ndani, akamkalisha kwenye sofa la kijani lililokuwa sebuleni. Alienda jikoni na kuja na kikombe cha kahawa. Unakunywa kahawa sijui? Aliuliza. Sana tu, huwa natumia, inasaidia kupunguza mawazo, Dani alijibu. Basi kunywa hii. Leo nilihitaji mtu wa kuongea naye, na inaonekana umetumwa na Mungu. Walikaa pamoja, mazungumzo yakaanza kwa utulivu. Leticia alifunguka kidogo kuhusu jinsi alivyoishi miaka 5 bila mume, upweke uliomtafuna na presha ya dunia inayoonekana kumchoka. Kila alichosema kilimfanya Dani amwone si kama mama mwenye nyumba tu, bali kama mwanamke wa kawaida anayetafuta kitu cha kweli, mtu wa kumjali. Wakati kahawa ikiisha, macho yao yaligongana kwa muda mrefu. Hakukuwa na maneno, ni kama walielewana kimya kimya. Dani alinyanyuka akitaka kuondoka, lakini Leticia alimshika mkono. Asante kwa kusikiliza. Asante kwa kusikiliza. Najua si wajibu wako, lakini umenisaidia. Asante. Mikono yao ilikaa pamoja kwa sekunde kadhaa. Halafu Dani alihisi kitu tofauti. Mkondo wa joto ulipita kati yao na macho ya Leticia yalibadilika kutoka kwenye huzuni hadi kwenye hamu ya ajabu. Aliyamwaga macho yake juu ya uso wa Dani tena kwa utulivu mkubwa. Halafu akainua kidogo mkono wake mwingine na kupapasa mashavu yake. Una macho mazuri sana Dani, alisema kwa sauti ya kunong'ona. Na wewe una moyo mzuri madam. Niite Leticia, usiogope, usiniogope kabisa mimi. Dani alikosa la kusema. Mwili wake ulianza kufadhaika, moyo wake uligonga haraka. Ndani yake kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya heshima na tamaa. Leticia ndipo aliponyanyuka, akasimama mbele yake bila kusema neno lolote lile. Aliinama kidogo shavuni, busu la shukrani, au labda mwanzo wa kitu kingine. Lala salama Dani, ya kukosa nguvu. Dani aliondoka sebleni, miguu ikineka. Alijua ameanza kuingia kwenye dunia isiyo ya kawaida. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri ya tamu
ya mama mwenye nyumba. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Hii ni simulizi yenye mafunzo na yenye utamu na mburudisho wa hali ya juu. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.